Viongozi wa Yanga waonywa, washauriwa kuchukua hatua mapema, ambapo mdau mmoja wa soka anaandika kwamba pongezi kwa juhudi za wachezaji wa Yanga. Kitu cha msingi kwenye maisha ya soka ni uzalendo wa wachezaji kwa timu yake. Hii leo wachezaji wa Yanga wanaonyesha kujitoa kwa hali na mali kuhakikisha wanapata alama 3 muhimu dhidi ya timu ambazo wanashindana nazo. Ni kweli kabisa jukumu kubwa la matokeo ya timu lipo mikononi mwa wachezaji, lakini tumeshuhudia Magician Kaoma, Max na Mdathili Yaya wakihakikisha wananchi wanaondoka na ushindi kwenye mechi hizo. Hata hivyo, changamoto kubwa inaonekana kwenye upande wa mbinu za mwalimu Romain Folz. Mpaka sasa hakuonekana na formation kuthabiti, jambo ambalo linawafanya mashabiki kuhisi timu yao inacheza tu ili kupata ushindi bila mvuto wa soka safi wa Yanga tuliozoea. Wananchi wamewahi kuona timu yao ikishinda kwa magoli mengi, yani 5G, lakini safari hii mchezo unaleta pressure kwa mashabiki. Ni wakati mwafaka viongozi wa Yanga kuchukua hatua mapema kabla hali haijawa ngumu zaidi. Kwa mjibu wa mchambuzi wanadai kwamba ushindi wa Yanga unatokana zaidi na juhudi binafsi za wachezaji kuliko mbinu za benchi la ufundi. Kaoma anaendelea kuthibitisha ubora wake kama mchezaji mwenye akili ya mchezo. Max na Mdathili wanaonyesha consistency inayoongeza thamani kubwa kwenye kikosi. Changamoto kubwa ni mfumo wa Folz ambao hauonekani kuipa timu utambulisho thabiti, ushiriki wa mashabiki, ambapo kwa uchambuzi huu umeweza kuonesha dhahiri kwamba klabu ya Yanga kocha wao hastahili kabisa kuweza kuifundisha, au kuna makosa ambayo anayafanya, ikiwemo kutokuonyesha formation ambayo anatumia kwenye kikosi hicho. Hiki kitu ambacho mashabiki wengi wamekuwa na wasiwasi huenda kocha huyo wasimuelewe kabisa, na kudai kwamba viongozi nitakuwa chukua hatua mapema ili kuona mashabiki wanafurahi.